and he has no mandate under the constitution, under Article 60, under Article 70, under Article 10, under Article 11, under Article 40, under Article 43, and as in anavunja tu katiba every single day. The president is breaking the law by allocating public property. Ile shamba ni ya jeshi na hatufai kuwa na Pastor Mwai anaingilia hapo mambo ya jeshi. Hafai kuwa anapewa shamba hapo hivyo. And if you don't believe me, just go to your Google map. Zoom in kwa Google map, uangalie TRM drive ile iko na ukuje uangalie ile shamba. Ile shamba ni kuibwa inaibiwa. Na ni shamba ya jeshi inaibiwa. So the best thing is that ile contribution ya Mwai alipewa na President Ruto waachane nayo. Hiyo shamba turudi tuangalie kwa vitabu tena, and if it is army property ibaki kuwa army property. Wacheni kuibia wanajeshi wetu shamba zao na tayari hawana pesa ya kutosha. Everybody is suffering, the police mmeka pale wanapigana wanaishi kwa mabati. This needs to change. President Ruto, you have enough. You have helicopters, you have money, you have Mercedes, uko na hadi unavaanga 10 million outfit. Si wachane na sisi hatuna kitu. You have taken everything from this country. Haven't you had enough? At what point do you say this is enough? That is all I have to say. My name is Joseph Mwai. I'm an advocate of the High Court of Kenya. Maybe swali, tumeweza tukiwa tu hapa nayo tumeweza kuwa na wale interruption wale KDF ambao na claim ile property ni yao, na maybe ukiangalia pale kwa zile nyumba vile zimejengwa pale, na mtu yote ambaye maybe ako na ile ama ako na ile knowledge ya zile nyumba za serikali zenye wanasema affordable housing. You just need to look at the houses. Nyumba umeambiwa ni ya KDF ni ile pale. Just look at it and uangalia affordable housing. If they look the same, then it's the same. Tunasemanga if it walks like a duck, quacks like a duck, it is a duck. Angalia ile nyumba and uangalia affordable housing. Kama zinafanana, tujiulize, zinafanana kwa nini? Then jeshi wanawekwa next to the main road kwa nini? Ni nchi gani inaekanga jeshi next to the main road, next to the mall? Si jeshi wanawekwa pale, and eventually Ruto atakuja atapatiana title pale, aseme amepatiana affordable housing. Kama ni affordable housing, jeshi pale unaweza patia jeshi wako nyumba pale. Doesn't even make sense. But if you go back to the history, chimbeni history ya Roysambu, chimbeni history ya TRM, you just need to get local residents here. Waulize, there was a time an army tanks were placed there, and it was a threat directly to Ruto when he was deputy president. And that's the reason why mlimsikia wakati aliingia pale kwa Pastor Mwai alisema a very iconic thing. Si sasa mimi ndio commander in chief. What he was trying to say is that I was not able to get the property when Ruto was the president, but sasa mimi ni commander in chief, naweza fanya kile nataka. Ile shamba ni kusafishwa, inasafishwa na president wetu. Mwambie achane na mali ya KDF. Leo awali tumeweza kuona polisi wakiweza kusumbua wanahabari na pia kusumbua vijana na kuwashika na kuweka kwa roli ambao walikuwa wanafanya maybe hata wako wameanza ile protest. Wewe unaonaje ile jambo? The Constitution of Kenya under Article 37, everyone has a right to peacefully protest and picket. The question is, what were they doing? Peacefully protesting and picketing. And they had said wanaenda kuingia kwa kanisa kuoccupy. Si ndio? Si tumeona Pastor Mwai amehubiri na amemaliza kuhubiri yake na angeacha tu watu waendelee kusikiza. But since when in this Kenya shall we get freedom as Kenyan citizens kusema when we have a problem with the government, since you do not want to listen to us, since you do not want to do public participation, si basi utuache tu picket, tubebe karatasi tukwambie hivi ndivyo unafanya makosa. Because tukibeba karatasi unaweka, tukibeba firimbi why is it in this country that we cannot say what is it? And most of the time if you look at kile tunaambia president, tunakwambia hapa unafanya makosa. Shifsha ni makosa. Ukuje ukiangalia ile projects zingine zote unafanya affordable housing, bado ni makosa. Ukuje ukiangalia mambo umefanya university, bado ni makosa. Barabara ziliacha kujenga. As in, he's failing every single day, and when you're told you are failing, you arrest the people who are telling you are failing. Si labda wanakujaribu kukusaidia, si ndio? And the reason why Ruto and this country is under this deep financial state that ambayo tuko nayo, this is an extension of colonialism. Kama muelewi nini inaendelea, taxes zetu zinaongezwa ndio Muamerika apate pesa. That's the reason why when you are passing our bills here, tunakuja tunaona kuna America parliamentarians wameketi hapa, wameketi bunge, wana supervise ni nini inapitishwa. Finance bill ya last year ilikuwa imekuwa sponsored na World Bank na IMF. This year they are doing the same thing. But you need to ask your question, why is America doing that? The reason why America is doing that is because America has been broke. Wameenda wakapigana huko Gaza, wakapoteza pesa yao. Sasa wamekuja huku kwa Afrika kutulazimisha kutuongeza ushuru ndio we can fund whatever it is that they are doing wrong. This thing that President Ruto is doing is wrong. Achane na shamba ya KDF
aachane na kushikanisha the state and the church and religion should be different. Kwa nini anajaribu kuunganisha the state and religion? It is in our constitution. The state and the religion shall be different. Why is he trying to merge them together? Anajaribu kufanya ukora hapa hivi na Pastor Mwai. Hii shamba ni ya KDF na ni kuibiwa inaibiwa. Mjue hivyo wa Kenya. Hii ni kusafishwa inasafishwa. Just go to Google Map uiangalie kutoka juu uone vile inatoshana. Imetoka hapa ikaenda to almost Safari Park near pale Baptist na ikatokea nyuma karibu kule USIU. Ni kuibwa inaibwa. Na kwa nini wanajeshi wanawaambiwa ati wawekewe nyumba hapa hivi? Does it even make sense? It's a false thing. It's a false thing that is being lied to this country. Ruto mwambie aache wizi. Fanya kazi yako, ongoza nchi, wacha kuiba. Do you think Bishop Mwai should come out and explain how he acquired that piece of land as he claims? You see, we always say the truth shall set you free. Si any pastor akuja aseme ukweli. Tutaiangalia tu kama ni ukweli, tutaiangalia, tutaiongea. Everybody else can be able to see that it is the truth. Si ni pastor amulike vitu zake kila mtu aione. Si ndio? Kama anaongea ukweli amulike vitu zake mbele ya kila mtu aione. Pastor Mwai hapa kuna kanisa, next kuna kanisa ingine. Pale kuna kanisa, hapa kuna kanisa. Kanisa zote hizi hapa, ulechagua ile moja kupatia 20 million. Si ungepatia kanisa 10 tu kama unataka kusaidia watu wa Roysambu hivyo. Si ndio? It is a lie. Then you give them 20 million, then you give them a property, then you promise them 100 million. Amoni kama kuna kasoro hapo hivyo. There is something that is off. And a president dedicating 100 million imededicatiwa wapi na parliament? Which parliamentary budget imeallocate hiyo kitu? Ni nani alipitisha kwa bunge? Which laws allow a president to build a church? Which laws allows a president to contribute 100 million? Ni sheria gani hizo? Shida ya Ruto ni wameenda wamejaza pesa. Sasa yeye hata akisema 100 million anaona ni kama amesema 100. Kwake ni pesa kidogo sana. Akisema 20 million anaona kama amesema 20,000. Because amezoea million, wameiba billion. Siku hizi wameanza kuiba trillion. Si ndio? Juzi tumesoma kwa gazeti wamepoteza 1.3 trillion. 1.3 trillion could run this country. Basi sasa hatuna hiyo pesa, ziko kwa mfuko ya about 100 individuals wanagawanyia wako hao. So this is also part of the greater scheme ya president kujaribu kutuibia. And I will tell you this and I will tell you very honestly, Ruto must go because unatuibia, hautufanyii maendeleo, sera zako hazifanyi kazi, na mtu akishindwa kazi hata kwa ofisi, hata house girl akishindwa kufanya kazi, hata mfanyakazi yote akishindwa kufanya kazi, anaambiwa tumejaribu kufanya na wewe umetoka. Ruto, it is time that you exercise Article 145 and Article 144 of the Constitution. You have failed this country, you are incapable, you suffer from incapacity, you suffer from gross violation of Constitution, you suffer from gross misconduct. Hizo zote ni sheria za Kenya, si sheria zangu. Endo usome Article 145, Article 144 na tuulize parliament, since the president has proved to be incompetent, why are you not impeaching him? Simulishajifundisha kuimpeach na Gachagua, hata huyu muimpeach. He's incapable. Look at our GDP, look at things in Kenya, they are not working. And if it is not working, we just accept it is not working. It is time for you to step aside. Ruto, hii nchi imekushinda, ulijaribu, it was a good turn, it was a good run, umejaribu, Hustler Nation imeanguka. Tuachilie tukue huru, patia mtu mwingine nafasi ya kuwa rais. Si lazima uanguke na ugoje kuimpichiwa na ugoje tukukasirikia. Ukiondoka watu watafurahi na wewe, waachane na wewe. It is time for you to let go of that seat. You have proved to be incapable. You are not running the country. And what you are doing is that you are stealing our resources. Ruto, achana na hii kiti. Achana na hii kiti, uende uenjoy mali yako Sugoi, achana na Wakenya. Si tutaachana na wewe, but leave this country alone. Hii wiki tumeweza kuona maybe wakifanya ile MOU kati ya Raila Omolo Odinga na Ruto president. Maybe kwa maoni yako ni yapi, na kuhusiana pia Gen Z ni kama umesimama ile gap ya kuwa au ndo ni kama sasa wana face opposition au ndo umekuwa opposition since Raila Omolo Odinga amejoin serikali? Well, one thing that Kenyans don't understand is that Raila is not just a con man. He's a liar. And if you don't believe that Raila is a liar, I want to say something very categorical. Raila hajaitaka kukuwa president. Msidanganywe, hiyo ni uongo. And I will show you using data that Raila hajaitaka kukuwa president. Wakati alisema ameibiwa uchaguzi, everybody knows according to the constitution that after an election you have 7 days to file an election petition. Raila filed his election petition, and in the election petition you are supposed to accompany your petition with an affidavit ambayo imeshikanishwa na hiyo petition. Raila akapeleka affidavit ya page kidogo, alafu akakuja kotini the next day kusema by the way kuna vitu nilikuwa nimesahau kwa affidavit. Sasa hiyo akona lawyers akina Orengo, akina Awale, akina Kalonzo, he has so many advocates. Unataka kuniambia uko na wakili more than 20 wakasahau date ya kufile document? It was intentional. Alijisahaulisha kufile document. And then what happened? He went to that case and won.
ikasema uchaguzi irudiwe. What did Raila say? Hata participate. Is that someone who wants to be president? Is that someone who wants to be president? Wewe unaenda unasahau kuleta evidence, alafu bado unashinda kesi, alafu unakataa kuparticipate. Raila is very comfortable in the handshakes. Alipiga handshake na Moi, alipiga handshake na Uhuru, alipiga handshake na Kibaki. Sasa amepiga handshake na nani Bwana Ruto. It is a trend. How many times do you need to see that the handshake is a trend? Ameshafanya mara 4. It is a trend. We know that Raila does not want to be president. He just wants to be within the echelons of power. Akwapo hivyo, apewe red carpet, apewe dignitary, aende AU, but Raila has never wanted to be president of this country. Musidanganywe, inakuanga uongo kabisa. Do you think the constitution needs to put limit when it comes to handshake limit? Well, the position that they will give him is already unconstitutional. It is not in the constitution. Ni kama position ya Musalia Mudavadi, the office of the prime cabinet secretary. There is no such thing in the constitution. So tukisema Ruto pia anafanya gross violation of the constitution, hiyo si ni moja. Hiyo si ni kiti ambayo haiko kwa constitution. That's gross violation of the constitution. That's gross misconduct. That's a reason to impeach the president. Kwa nini amtoi akifanya hizo uongo zote, akifanya hizo vitu? Ametuambia barabara ya sijui Mogadashe as it, he just keeps on cramming roads everywhere. Akija kutuambia that he will lead us. Mi kusema utatoka hapa Kasarani uende Githurai uende Zimmerman, that's all he does. Just promise locations that he's going to build. And the handshake, if Raila was honestly for Kenyans, ni nani hajamwambia usiungane na Ruto? Nani hajamwambia usiungane na Ruto? This is bad for your political career. Kila mtu aliambia Raila, hata kama hatujui mambo yako siku hizi baba, hatukuoni vizuri, usishikane na Ruto, usishikane na Kasongo. What did Raila do? Alijikimbiza kwa Ruto. Ametoka AU juzi ameshindwa, sasa amekuja hapa hivi amesign another pact. That man is not working for Kenyans. That man is working for his individual interest peke yake. Msidanganywe Raila kuna mahali amekuja kuwasaidia. Hapana, hiyo ni uongo kabisa. And if Raila anakuja kuwasaidia, the person who is the CS for finance is John Mbadi. Si 1.3 trillion imeibiwa John Mbadi akiwa hapo. Ama si John Mbadi alikuwa hapo hivyo. So we must accept ODM is not helping this country, Azimio is not helping this country. Hao wote wanahitaji kwenda. Na tuwaambie kitu kimoja, uchaguzi ambao inakuja next, ni vizuri Raila mlishikana na Ruto. Because sasa mko pamoja, you have drawn your battle lines, sasa itakuwa nyinyi versus sisi. Tuone ni nani ndio wengi. Si mlikuwa mnasema tyranny of numbers? Youth tuko wengi. The average age of Kenyans is 9.8 years. 19.8 years, sorry. So watu ambao wako 20 years na 25 na tuko wengi sana. We are more than 10 million. Tutaamka asubuhi moja tuwaangushe nyinyi wote. Wewe, Kasongo, all these people, akina Mudavadi mmekuwa nao, akina Wetangula, all these people, you have had opportunities to lead this country, you have failed. It is now time for you to pack your bags and go home. What about the issue of education and SHA? Do you think that it was supposed to be given the first priority rather than giving 20 million to this church? Mambo ya SHA, si ni Jayesh saini amekula hiyo pesa. Hiyo pesa iko Dubai. Hakuna haja tushinde tukiulizana. Pesa ya ukitaka umevunjika mkono, tuliona kijana alikufa ameumwa na nyoka, tunaona watu wanakufa na diabetes, pesa ya dialysis hakuna, pesa yote iko Dubai. That thing is known. Ukitaka kujua pesa ya SHA iko wapi, ita Murkomen umuulize pesa ya SHA iko wapi. Walishasafisha pesa na Jayesh saini. Kuna jamaa mwingine wameshikana naye wako this very big law firm. It has already been done. Hakuna pesa ya madawa. And you know medicine is not expensive. Medicine is actually not expensive, but ni serikali inafanya pesa. Kwa sababu ukienda hospitali unaambiwa hauwezi tibiwa, lakini ukienda kwa private clinic unaenda unatibiwa. Why is that? For the same service. Si ndio? Na NHIF ilikuwa iko na kasoro zake, mkatoa 104 billion. 104 billion. 104 billion ingenunua dawa ngapi? So pesa ya SHA nini iko Dubai, iko na Muhindi, hiyo ishapotea. Hiyo msahau. We start figuring out how we are going to prosecute those thieves. Okay. Haya, shukran. Haya.